Karibu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV katika kipindi chetu tena. Tuendelee kujifunza mimi pamoja nawe. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu ambazo ziliandikwa katika Biblia na bado zinafanya kazi mpaka leo. Basi karibia pamoja nami tusikie ahadi zilizoko hapa. Tuko katika kitabu cha Mithali sura ya 3. Leo tunasoma mstari kuanzia wa 23. Tuanzie kusoma kuanzia mstari wa 21, kuanzia mstari wa 21. Mwanangu, yasiondoke haya machoni pako. Shika hekima kamili na busara. Basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine pia. Ahadi hizi zimetajwa hapa kwa namna ya ajabu ya kipekee. Anasema, mwanangu, yasiondoke hayo machoni pako. Yepi? Maarifa. Ukisoma kuanzia mstari wa 20 anasema, kwa maarifa yako vilindi viligawanyika na mawingu yalidondoza umande. Mwanangu, yasiondoke haya machoni pako. Shika hekima kamili na busara. Ukishika hekima kamili na busara, nini kitaenda kutokea kwako? Maana yake ukiwa mwenye hekima, ukiwa mtu wa busara, ukiwa mwenye hekima, ukiwa mtu wa busara, utayashika mambo ambayo yanaagizwa hapa. Halafu anasema yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako. Hekima na busara, anasema yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako. Hiyo ni ahadi. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Ukiwa na hekima, ukiwa na busara ziko ndani yako, anasema utakwenda salama, hutajikwaa. Mguu wako hautajikwaa. Maana yake hutaparamia mambo. Anasema ulalapo hutaona hofu. Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Hii ni ahadi kwamba ukiwa na hekima, ukiwa na busara ndani yako, ukilala utapata usingizi mtamu. Usingizi mtamu maana yake usingizi ambao hauna matatizo. Huwazi matatizo, huwazi mambo. Ukilala umelala, unaota ndoto njema nzuri, sio zile za kukimbizwa usiku, ndoto za wasiwasi. Lakini utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Utaamka kesho ukiwa mwenye afya njema, siku mpya, utumishi mpya, yaani akili njema kabisa. Anasema pia usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika. Kuna mambo yanaweza kutokea ghafla, na kabla hayajatokea ukatiwa hofu. Usihofu mambo ya ghafla. Kuna mambo ya ghafla yanayokushtua. Kuna magonjwa ama ajali ama kifo cha ghafla. Lakini anasema hayo yote usiogope. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika. Wala usiwe na shaka. Maana anasema kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Hili ni ajabu sana. Bwana atakuwa tumaini lako, atakulinda mguu wako usinaswe katika uharibifu wao. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye umesikia hizo ahadi. Ahadi hizi zinatolewa tu kama utatunza hekima yako na busara yako. Wapi? Kwa Mungu. Wapi?
kwa wanadamu. Tumia hekima yako kwa ajili ya Mungu na busara yako kwa ajili ya Mungu. Tumia hekima yako kwa ajili ya watu unaoishi nao, wanaokuzunguka. Uwe na busara. Tumia busara kuongea nao, kuishi nao, kufanya nao mambo. Kwa njia hiyo Bwana atakupa hizo ahadi alizoziahidi. Utakuwa na usingizi mtamu. Utalala kwa usingizi mtamu. Hofu zikija wewe hutaogopa. Mambo ya kushitua wewe hayatakusumbua. Maana Bwana atakulinda, atakuwa pamoja nawe. Mungu wa mbinguni akubariki. Kutane wakati unaokuja. Ni tumaini langu kwamba utaendelea kufuatilia habari hizi za ahadi za Mungu. Ziliandikwa kwa ajili yetu, hazikuandikwa kwa ajili yake, bali kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.